Mimi kwa majina naitwa Edward Machia Jokara, mwenyekiti wa kijiji hiki cha Bushora. Kijiji changu historia yake kina vitongoji viwili ambao ni kitongoji cha Mwagala, kitongoji cha pili ni Buliambuli katika eneo hili tulipo hapa. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji niliyeingia madarakani hivi karibuni, nimekuta kuna changamoto ambazo zinaonekana kwa wananchi. Changamoto ya kwanza au kero ya kwanza ni kuhusiana na maji ya Mwanza. Maji ya Mwanza kwetu hapa Bushora yamepita kwenye ardhi yetu yakielekea Kishapu, yameunganishwa kutoka Mwamalili, lakini yamekuja kupita hayo maji yakagusa ardhi ya watu wa Bushora. Sasa tunaiomba serikali ya mama ambayo ni serikali sikivu ikishirikiana na uongozi wa ngazi ya bunge na pamoja na kata diwani na sisi viongozi, tunaiomba basi kwa hayo maji na sisi hapa Bushora tunayahitaji ili wananchi wayatumie. Ni athari zipi pengine zinajitokeza? Athari nyingine kwa kuhusiana na maji kwa Bushora hapa maji ambayo tunayotumia ni maji ya bwawa, haswa kitongoji hiki cha Buliambuli, lakini haya maji yamekuja kuonekana yana athari, milipuko ya magonjwa, mfano kama homa za matumbo, kipindupindu, typhoid, na haya maji kwa usalama hayako katika usalama zaidi. Kwa hiyo hizo ni athari ambazo zinaonekana kwa haya maji, lakini kwa upande wa Mwagala ambao ni Bushora kuna bomba, kuna kisima kirefu cha maji, lakini watumiaji sasa kama wananchi yamewashinda kwa ajili kwamba yako na chumvi. Kwa hiyo tunaomba sana hayo maji yatufikie muda mwafaka. Umesema kwamba yale maji ya bwawa yanatumiwa pia na wanyama. Ni baadhi ya wanyama wapi ambao unaweza kuwataja? Wanyama wanaoonekana kwa muda mwafaka ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, lakini kwa vile ni maji yako wazi, yaweza kuwa hata kama ile usiku kuna wanyama wengine wanaotumia, mfano kama fisi na nini. Lakini pia haya maji sio salama kwa sababu mtu akitaka kufua anaenda tu kufua pale, anaenda tu kuoga. Lakini pia kuna wakulima wa nyanya wanaweza kutumia hayo maji kwa kusafisha yale mabomba yao. Kwa hiyo kuna kemikali ambazo zinaweza zikawa ni athari kwa wananchi wa Bushora. Kwa hiyo vile vile tunaomba kupitia sauti hizi, utekelezaji wa haya majukumu, serikali ya mama ikishirikiana na waheshimiwa madiwani, waheshimiwa mabunge na viongozi wengine ambao ni wa serikali, basi watuone hizi kero ndogo ndogo, lakini bado hazijakaa vizuri. Natamani sasa kufahamu mwenyekiti, pengine changamoto hizi ambazo zinakikabili kijiji hiki mmeshazifikisha kwa baadhi ya viongozi wahusika? Tushazifikisha. Na uzuri sisi tunapokaa vikao kwenye VDC tunatolea mitasari kwamba kiu yetu ni hiki, lakini vile vile viongozi ambao nao kutufikia ngazi za juu kilio chetu ni hicho. Kwa majina naitwa Deus Busambiro, ni afisa mtendaji wa kijiji hiki cha Bushora. Changamoto kubwa ya kijiji hiki ni maji. Kwa kweli changamoto hii ni changamoto ambayo inawakabili wananchi wengi. Wananchi wangu wanalazimika kwenda kuchota maji sehemu za mbali, kama kwa mfano hapa tuna bwawa liko hapa. Unaona, ina maana kuna vitongoji karibia kilomita 12 wanatoka huko wanaenda kufuata maji pale. Kwa changamoto ya maji hapa kwangu, kwa maji safi na salama kama ya Mwanza hajawahi kufika kabisa huku. Na maji wanayotumia yale sio safi na salama. Ni maji ambayo wanatumia wanyama, lakini watu wanaoga kule. Ni maji ambayo sio safi na salama kabisa kwa kweli. Majina yangu ni Elias Mabula Makonda, mkazi wa kijiji cha Bushora. Kero yangu ni maji kwenye kijiji cha Bushora. Tunahangaika sana maji, tunatumia maji machafu. Tunatumia maji ya bwawa ambayo yanatumiwa na wanyama, kitu ambacho ni hatari sana kwa afya. Tunaiomba serikali ya mama itusikie. Kwa majina naitwa Anastasia Isaac Shiku, ni mhudumu ngazi ya jamii hapa Bushora. Maji hili bwawa letu hili lina huduma nyingi za kijamii. Kwa hiyo mara nyingi hata ugonjwa wa kipindupindu kwa huku unatokea sana. Tunaiomba hiyo
serikali ya mama kwa kweli ituangalie kwa mikono miwili, maana tunahitaji tupate haya maji ya Mwanza ili tuweze na sisi kujikinga na huo ugonjwa. Naitwa Charles Doto, ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Bushola, pia ni balozi wa mtaa namba 4. Mimi kero yangu ninayoiomba, naomba tuletewe maji, sababu hili bwawa tunalolitumia sio sahihi. Limekuwa na kazi nyingi za umwagiliaji, madawa wanapomwagilia wamwagiliaji, maji yanatiririka yanarudi humo bwawani. Kwa hiyo linakuwa chafu tu moja kwa moja. Kikubwa sana tunaomba tuletewe maji ya Ziwa Victoria ambayo ni maji salama na safi. Kwa majina naitwa John Daniel Mhangwa, ni mkaaji wa kijiji cha Bushola. Changamoto yangu mimi ni kuhusu maji. Maji tunayotumia hapa kijijini kwetu hapa ni maji ambayo hayastahili. Ni maji ambayo ni machafu, sababu mvua zinaponyesha ina maana mitiririko yote ya maji inarudi kwenye lile bwawa. Sasa anakuwa anakusanya uchafu mwingi sana wa aina mbalimbali. Changamoto sasa inakuja kuugua matumbo mara kwa mara, kuharisha. Hizo zote ni athari kuhusu maji haya. Sasa tulikuwa tuna ombi letu ni la siku nyingi sana, lakini halijawahi kutekelezeka hata mara moja, kwa sababu kila kilio tunapokitoa, lakini ni siasa tu, yanakuja lakini hatuyaoni, na athari bado zinaendelea. Tunaendelea kuugua hivyo hivyo. Kwa majina naitwa Lazaro Gabriel Masele, mwenyekiti kitongoji cha Guliambuli. Kero yetu hapa Bushola ni maji. Kuna bwawa lakini na matumizi sio sahihi. Watu wanatumia maji wanapata magonjwa ya tumbo, mara ukienda hospitalini kupima utaonekana na UTI na typhoid sababu ya maji machafu. Kwa jina naitwa Evelyn Mhaya Luziro, pia ni mjumbe wa kamati ya halmashauri kuu ya kijiji. Pia ni mjumbe wa kamati ya mpango uchumi ya fedha. Sasa kwetu sisi changamoto yetu kubwa sana, kwanza maji. Hatuna maji, tunatumia maji ya bwawa. Tulikuwa tunatumia maji ya kisima kirefu, lakini yale maji yana changamoto sana, yana chumvi. Hasa watu shida kuyatumia. Mimi kwa jina naitwa Susana Francis Magaka. Sasa baba, changamoto yetu ya hapa maji baba, tunasumbuka kwa ugonjwa wa typhoid. Wengi sana tunateseka pale hospitali. Yaani baba, kipindupindu. Yaani tunateseka sana. Tunasumbuliwa na haya maji. Jamani, maji tunaomba mtusaidie kabisa. Kwa majina mimi naitwa James Matinde, maarufu kwa jina la Furusi, diwani wa kata ya Mwamalili. Kwa kweli kata ya Mwamalili ina changamoto kubwa hasa ya maji. Kata ya Mwamalili ina changamoto ya maji, hususan kijiji cha Bushola. Bushola takriban leo tuseme tangia tu kata ziundwe, kata na kijiji cha Bushola hakijaweza kupata maji ya mtandao, japo kina kisima ambacho maji yake tena na menyewe ni maji ya chumvi. Sasa kwa kweli tunajaribu kupambana na hili. Tuliomba kama uwezekano huu upo, waweze basi kuunga yale maji yapitishwe kwenye mitandao ile iliyolazwa iliyokuwa inatumia maji ya chumvi. Cha kuongezea tu, mimi wananchi wangu na wapenda, tuendelee kupendana, tuombeane heri. Haya mambo yapo, tuwezi ukayakamilisha kwa siku moja. Unaweza ukaahidi kwamba kuna kitu fulani tutakifanya kwa muda huu, lakini kulingana na bajeti Kigoma unaweza ukajikuta pengine umesogezwa mbele, lakini mipango yote ipo sawa sawa. Mimi nina imani na wananchi wangu wananielewa, na kazi tunafanya, tumetengeneza madaraja, kila kitu, yani kuna mambo mengi tunayoyafanya. Kwa hiyo tuendelee tu kuombeana heri. Na mimi wananchi wangu wa Bushola na wapenda sana, nitaendelea kuwapigania ili hadi waweze kupata haki zao za msingi.
Kwa majina naitwa Emmanuel Zablon, ni mkaji wa kijiji cha Bushora, kata ya Mwamalili. Hili ndio bwawa ambalo tunatumia wakaaji wa Bushora, ambalo linaunganisha manispaa na Kishapu, ambao mkondo wake wa maji unatokea Mwigumbi. Kule Mwigumbi ndio kuna mitaro michafu ya mitaro inaingiza maji kwenye bwawa hili la Mungu. Haya maji sio salama, ni machafu. Kwenye haya mazingira, haya vichaka hivi, watu wanapopita hapa, kuna mtu anabana haja, anapita, anajisaidia. Ikinyesha mvua, maji yanatirika, yanaenda uchafu wote unaingia bwawani. Unakuta watu sasa wanaugua typhoid, amiba na vitu vingine ndio wanaugua. Haya maji sio salama kwa kunywa binadamu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.